Taarifa mara baada ya wasanii kuanza kuamka na kuweza kuzungumza yale yaliyomo kwenye nafsi yao. Sasa tumeweza kunukuu katika moja ya Instagram post ya msanii wa kuigiza maarufu kama Rose Ndauka. Nafikiri katika swala ambalo limekuwa kidogo na mjadala mzito sana ni katika hiki kipindi cha mwezi wa 5 kuingia mwezi wa 6, ambapo nafikiri masuala ya utekaji na mjadala mzito wa kisiasa umekuwa ukiendelea kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, lakini pia na vyombo vya habari. Sasa nitasoma kama vile ambavyo aliweza kuposti katika mtandao wake wa Instagram. Aliandika hivi: maswali yamekuwa mengi kwamba nipo chama gani. Mbona kuhusu chama nilishasema sina chama, na ndio maana hamjawahi kuniona kwenye jukwaa lolote. Ila mimi ni Mtanzania ninayependa haki na amani, kwa hiyo sikubaliani na utekaji wa ndugu zetu au uonevu wowote unaoendelea. Na hapo akapiga #Utanzania kwanza. Kwa hiyo kuhusiana na hili swala ambalo watu wengi wamekuwa wakitamani kuweza kuona wasanii wakiwa wanazungumzia pia hili swala la utekaji ama mjadala ambao tayari Askofu Gwajima, mbunge wa Kawe, aliyelianzisha mara baada ya kuweza kuweka press conference. Watu wengi walitamani sana kuona wasanii wakubwa ambao wana ushawishi, kwa sababu tunajua wasanii wao ni vioo vya jamii na wamekuwa wakiangaliwa sana na kusikilizwa sana. Kwa hiyo huenda kuna baadhi ya watu wangetamani kumuona Diamond ama Alikiba ama Harmonize, Rayvanny wakiwa wanazungumzia lolote linaloendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii kuhusiana pia na hali halisi ya nchi inavyoendelea. Lakini kidogo imekuwa ni tofauti, ni kutokana pia na jinsi maamuzi ya mtu, kwa sababu huwezi ukamlazimisha mtu azungumze kitu ambacho yeye hajakihitaji kukizungumza. Kwa hiyo kwa Rose Ndauka, yeye ameamua kujilipua, na kama ulivyoweza kuona nini alichoweza kukizungumza, na yeye kama yeye anaamini kabisa kwamba yeye hana chama, sio mwanachama wa Chadema wala sio mwanachama wa CCM, na ndio maana hajawahi kuonekana katika jukwaa lolote na hajawahi kuonekana akiwa na t-shirt ya chama chochote. Kwa hiyo yeye anachoamini kwamba yeye ni Mtanzania na ameweka Utanzania kwanza. Kwa hiyo yeye anachokikubali ni kwamba hataki na wala hakubaliani na mambo ya utekaji ama mambo yote yanayoenda kinyume na kabisa haki za kibinadamu. Sasa nafikiri cha msingi zaidi tukutane kwenye idara ya comment section. Je, unalipi la kuzungumza mara baada ya ujumbe ambao umeweza kutoa dada yetu Rose Ndauka, mwigizaji maarufu na mwigizaji nguli kabisa ambaye tayari alishatoa burudani na anaendelea kutoa burudani?